amekubali kubadilishana ubunge, wanachama wa CCM na vinginevyo vyote, mshahara wake na mengineyo, na anafahamu kabisa yamkini labda yeye kule, unajua Musa alipokuwa binti Farao, yeye kule ilikuwa ni kama yuko salama. Maana yuko ikulu, hakuna mtu wa kumgusa kirahisi, hakuna mtu ambaye anaweza kumdhuru kirahisi, lakini akaona hapana, afadhali nikadhurike na watu wa Mungu. Vivyo vivyo Gwajima alipokuwa kwenye chama cha CCM, tena ni mbunge, ilikuwa inaonekana ni kama hakuna mtu anaweza kumgusa, hakuna mtu ambaye anaweza kumfanya chochote. Yani pale inakuwa ni kama umejihakikishia connection fulani ya usalama mkubwa sana. Lakini akaona hapana, ni afadhali nikapate tabu na watu wa Mungu, afadhali nikapate mateso, kwa sababu ukiwa kwenye system ile, ukiwa kwenye chama hicho, ukiwa kwenye ubunge, unakuwa na ulinzi fulani, ni kama hauwezi kutekwa kwa sababu unakuwa una ulinzi, hauwezi kupotezwa kirahisi, hauwezi. Lakini akaona hapana, na mimi ni afadhali nikatekwa nikapotezwa na watu wa Mungu, watu ambao wameumbwa na Mungu. Ni afadhali nikalia pamoja na watu, nikaondoa ule usalama, kwa sababu hapa anakuwa ni kama anajiondolea usalama wake, assurance yake ya kuwa salama, anakuwa anajiondolea ni vitu vingi sana. Anakuwa ni kama anajihatarisha, anajiingiza kwenye hatari ya kutekwa, ya kupotezwa na yeye. Lakini anaona ni afadhali vyote hivyo vikapotea, nikapata mateso na watu wa Mungu, kuliko kujifurahisha kwa dhambi kwa muda wa kitambo. Ni afadhali nikapeana vyote hivyo, ubunge, wanachama wa CCM, usalama, ulinzi niliokuwa nimewekewa, nikapeana vyote hivyo kwa mimi tu kuwa mtu na kuwa na utu na ubinadamu. Miongoni mwa watu ambaye nimetokea kumpenda sana, kwa sababu yeye anapigwa mawe na anafurahia kuona akipigwa mawe, kwa sababu wanasema mti wenye matunda ndio unapigwa mawe, si ndio? Shetani amekuwa anamshambulia kwa sababu huyu nimekaa naye muda mrefu, nimethibitisha wazi ndani yake kuna Mungu. Ndani yake kuna Mungu ndani yake. Na Shetani ambaye amekuwa ananishambulia naye ameanza kwenda njia hiyo. Unaona majuzi wakasema Kakobe ametoroka, si ndio? Shetani kwa sababu ni joka wa zamani, hana mbinu mpya. Nikaona kigazeti kimoja cha udaku majuzi nacho kimeandika taarifa kubwa, habari kubwa, Gwajima atoroka nchini. Joka wa zamani Gwajima tunaye. Mbinu hiyo imeshindwa kwa Kakobe na imeshindwa kwa Gwajima pia. Namleta sasa Bishop Josephat Gwajima, ambaye kwa muda mfupi ametikisa taifa la Tanzania kwa injili. Gwajima alichoamua kukifanya, Askofu Gwajima, ni kulia pamoja na wanaolia. Ni sawa na kile kitabu cha waraka wa Ibrania sura ya 11 na ule mstari wa 24. Anasema hivi: kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifariji katika dhambi kwa kitambo, akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kwa kuwa aliyatazama hayo malipo. Kwa imani Gwajima alipokuwa mtu mzima anaona ni afadhali nipoteze vyote nipoteze, lakini na mimi ni hisi yale maumivu, nipoteze ubunge, lakini hisi yale maumivu ambayo wanakuwa wanayahisi watu wengine, na mimi ni feel yale maumivu ambayo wanakuwa wanafeel watu wengine, na mimi nionyeshe kuwa siungi mkono haya, na mimi ninaumia. Ni afadhali nikatekwa na wanaotekwa kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa muda wa kitambo. Ni afadhali nisiitwe mwanachama wa CCM, ni afadhali nikafukuzwa katika chama cha CCM, ni afadhali nisiitwe mfuasi au mtoto wa mama, ni afadhali nisiitwe chawa wa mama, ni afadhali nisiitwe mbunge wa Kawe, ni afadhali nikapoteza hata huu ubunge, lakini nikalia na watu wanaolia, nikalalamika na watu wanaolalamika, ugua na watu wanaougua, hata kama sio wa chama changu, ila nikaonyesha maumivu, nikalia pamoja fulani. Narudia tena, kama hujawahi pitia maumivu fulani, unaweza ukaongea chochote, unaweza ukahisi chochote, lakini kuna wakati utakuja kupitia maumivu ambayo utahitaji watu walie pamoja na wewe. Utachukia watu wasipolia pamoja na wewe. Utawaona watu ni makatili. Kwa nini? Hawalii pamoja na wewe. Ila kama hujapitia, ni haki yako kusema kamdomo.
punguza kamdomo. Kuna wakati unaweza ukajiona hauhitaji mtu yoyote. Unaweza ukajiona unajimudu, unaweza ukajiona una uwezo wa mambo yote. Unaweza ukajiona huhitaji mtu yoyote akusaidie katika chochote. Lakini kuna wakati nataka nikwambie, maisha yako yanamhitaji mtu. Maisha ya mwanadamu yoyote yule yanamhitaji mtu. Kuna wakati unaweza kusema sihitaji huruma ya mtu yoyote. Lakini kuna mambo yakikufika unaweza ukaumia na ukatamani walau atokee mtu wa kukuhurumia, walau wa kulia na wewe. Kuna wakati unaweza ukawa na maumivu ambayo ukatamani walau kuna mtu aone yale maumivu ulionayo alafu ashiriki na wewe, walau aonyeshe hata moyo tu wa kuonyesha kwamba na yeye ameumia pamoja na wewe. Unaweza ukatamani iwe hivyo. Nakumbuka nilipokuwa pale Moi Muhimbili nikiwa nauguza Sifa. Alipohamishiwa ICU, tukaitwa ndugu, kafika muda tukaitwa ndugu. Tulipoitwa ndugu tukaambiwa kwa changamoto hii, usiku alikuwa yuko vizuri, mwache yuko vizuri. Kwa hiyo tulikuwa na matumaini kwamba kesho tukirudi tutamkuta mzima. Lakini baadaye kufika asubuhi tukakuta wanasema wamemhamishia ICU. Na kwenda kumuona ICU, matumaini yakawa hayapo tena. Kufika mida ya saa 6 wakawa wametuita ndugu kama 6 wa Sifa. Tulipoitwa, tulipoambiwa namna ndugu yetu ilivyo na kwamba wao imeshindikana, ila wanajaribu ila imeshindikana na wao wameshindwa, basi nilijisikia maumivu sana. Niliuliza hakuna njia yoyote, labda tusafirishe tumpeleke labda nje nchi? Wakasema haiwezekani. Ila mzima bado, mzima anapumua kwa kutumia mashine, bila mashine hawezi chochote. Basi mimi kwa uchungu na kwa machozi naomba nikamuone. Kaambiwa nitaruhusiwa. Akasema naomba ni wa kwanza kumuona. Nikatamani walau nikamkumbatie tu mdogo wangu. Yaani nashindwa kuongea, ila nilitamani tu nikamkumbatie. Sijui, nashindwa namna kueleza, lakini nilitamani iwe hivyo tu. Kweli kaingia ICU, pofika pale wakasema mnaweza mkaenda, labda amebaki Mungu, mkimuombea labda maombi yanaweza yakamuinua. Basi nikaingia. Nilipoenda tu ile kumgusa nimkumbatie, nilikuta amepoa. Yaani ni kama mtu ambaye ametoka kwenye fridge. Nikasema wamenidanganya. Hapana mtu. Na inaonyesha amefariki muda mrefu. Wamenidanganya. Nikajaribu kugusa kila kiungo, nikagusa mikono, nikakuta hamna. Nikajua tu hapo ni mashine ambayo inafanya kazi, lakini Sifa hayupo hapo. Kwa kweli pale nilibadilika mpaka sura. Nikawa na sura ile ya kuonyesha kwamba hapa hamna kitu, mnatudanganya. Basi kweli madaktari walivyojua kwamba nimeshagundua, kabidi waniite, usiwashtue ndugu zako huko nje na nini. Nilivyotoka nje nikaona watu wako busy, wengine unakuta wanakula chipsi, wengine wanacheka, kila mtu yuko busy na mambo yake. Kwa kweli niliwachukia wale watu. Yaani nikaanza kufikiria kwamba hivi hawa wanakula hawajui mimi kilichonikuta. Nikatamani wale watu wangejua nililonipata waumie pamoja na mimi, lakini hawajui maumivu yangu. Nikaanza kuona watu wanacheka, nikaanza kuhisi kama wananicheka. Unaona watu barabarani wanacheka. Nilitoka pale nje Moi, kuna sehemu wanasema banda la Coca-Cola. Nilitoka eneo lile, nikajikuta kila mtu anayecheka anapiga story na mchukia. Kwa nini? Natamani angeshiriki maumivu pamoja na mimi. Natamani angejua hali ninayopitia. Na hisi ni kama anajua, ila ameamua tu kujizima data. Yani ni kama nawaza hivi, huyu kinachomchekesha ni nini? Kinachomfurahisha ni nini? Kwa nililonipata hili ulikuwa ni wakati wa kucheka kweli? Lakini kumbuka watu wale hawajui unayopitia. Katoka nje na kuta watu wanashangilia mpira, Hivi hao watu wanajua kwamba mdogo wangu amekufa. Kinachowafanya washangilie ni nini? Ni kwa nini? Hawajawakuta wao na hao hawajui kilichonipata.
Kuna wakati unatamani watu wote walie kama wewe, unahisi wana maumivu kama wewe. Nimeongea hivyo kwa nini? Gwajima alichoamua kukifanya Askofu Gwajima ni kulia pamoja na wanaolia. Ni sawa na kile kitabu cha Waraka wa Waibrania sura ya 11 na ule mstari wa 24. Anasema hivi: kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifariji katika dhambi kwa kitambo, akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kwa kuwa aliyatazama hayo malipo. Nami naweza nikasema hivi: kwa imani Gwajima alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao, akakataa kuitwa mwana CCM, ikiwa kuna mambo hayako sawa, akaona ni afadhali akalie na wanaolia kuliko kujifurahisha katika unafiki kwa muda kitambo. Anakataa kuitwa mbunge wa chama cha CCM. Anaona ni heri alie na wanaolia, anaona ni heri auzunike na wanaohuzunika, anaona ni heri ateseke na wanaoteseka, akikataa kujifurahisha katika ufisadi, katika unafiki kwa muda wa kitambo. Anaona ni afadhali nipoteze vyote nipoteze, lakini na mimi ni hisi yale maumivu, nipoteze ubunge lakini hisi yale maumivu ambayo wanakuwa wanayahisi watu wengine, na mimi ni feel yale maumivu ambayo wanakuwa wanafeel watu wengine, na mimi nijichanganye na wale watu ambao wanakuwa wanateswa, na mimi nionyeshe kuwa siungi mkono haya, na mimi ninaumia. Ni afadhali nikatekwa na wanaotekwa kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa muda wa kitambo. Ni afadhali nisiitwe mwanachama wa CCM, ni afadhali nikafukuzwa katika chama cha CCM, ni afadhali nisiitwe mfuasi au mtoto wa mama, ni afadhali nisiitwe chawa wa mama, ni afadhali nisiitwe mbunge wa Kawe, ni afadhali nikapoteza hata huu ubunge, lakini nikalia na watu wanaolia, nikalalamika na watu wanaolalamika, nikaugua na watu wanaougua, hata kama sio wa chama changu, ila nikaonyesha maumivu, nikalia pamoja. Kama hujawahi pitia maumivu, unaweza ukaongea chochote, unaweza ukahisi chochote, lakini kuna wakati utakuja kupitia maumivu ambayo utahitaji watu walie pamoja na wewe. Utachukia watu wasipolia pamoja na wewe. Utawaona watu ni makatili. Kwa nini hawalii pamoja na wewe? Utatamani msaada wa watu ambao watalalamika tu. Yaani ile sauti ya kulalamika, watu ambao watakuwa wanalalamika ndio watakuwa matumaini yako. Kuna wakati utatamani kuyasikia haya, lakini kama hujapita humo, basi wewe utakuwa unaona kila kitu kipo sawa na ni wakati wa kula bata, na wao kina Gwajima wanatumidomo. Ni haki yako kutuona tuna midomo. Ni haki yako kusema kwamba tumidomo tumetuponza. Ni haki yako kuongea hivyo. Ni kwa nini? Unajiona uko salama, unajiona uko safe, unajiona hautakuja kuumia, hautakuja kupitia maumivu. Ila kuna wakati utapitia maumivu ambayo utaona kuna mtu unamhitaji atamke neno lolote tu ili uweze kufarijika. Kuna wakati utatamani, kikosi kazi mnapenda huruma za watu, mnapenda kujitilisha huruma. Na kuambia hivi, kuna wakati utahitaji walau atokee mtu atakaye kuhurumia. Atokee mtu walau tu atakaye kutetea, walau hata kama atafanya chochote, ambaye atahuzunika, atateseka pamoja na wewe, walau kuonyesha tu kwa moyo wake kwamba sikubaliani na hiki kitu ambacho anapitia huyu mtu. Ila kama hujapitia, ni haki yako kusema kamdomo, punguza kamdomo. Gwajima